Mia 86 wokovu. Fanyia Mungu kazi, leo siku waja, umtumikie Mungu siku zako zote. Anza mapema sana, dumu mchana kutwa, ndiyo siku waja, kazi isha. Kwa ajili ya neno tenda kwa ritmu, hatutaendelea mbio, tutaendelea polepole. Fanyia Mungu kazi, ndiyo usiku waja, umtumikie Mungu siku zako zote. Anza mapema sana, dumu mchana kutwa, mbio usiku waja, kazi ndiyo usiku waja, kazi isha. Fanyia Mungu kazi, usipoteze siku zako, uyatimize yote bila kukosa neno. Ndiyo usiku wa kazi mbio usiku waja, kazi mbio usiku waja, kazi fanyia Mungu sasa yapita mbili, fanya kabisa, kuokoa ndugu mtu, umtumikie Mungu kwangu yako yote, mbio usiku waja, kazi kesha mbele, mbio usiku waja, kazi mbio usiku waja, kazi
Tusimame tusome neno. Tunasoma Korinto wa pili sura ya 5 na mstari wa kwanza pia tutasoma Yohana Mtakatifu sura ya 14. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa kwanza tunasoma watukufu wa jina Yesu Kristo hadi wa pili. Simama we. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. Amen. Yohana Mtakatifu sura ya 14. Wakati Yesu anakwenda kunena maneno ya mwisho ya kuaga wanafunzi, moja hapo inasema hivi: msifadhaike mioyoni mwenu, na muamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Amen. Tunaomba. Mungu wetu mtakatifu, Baba mtakatifu, ni wewe Yesu Kristo, Mungu wa kweli, Mfalme, muumba wa mbingu na nchi, hakuna mwingine kama wewe. Asubuhi ya leo Baba, tunalitukuza na kulihimidi jina lako tena, kwa sababu unastahili heshima na utukufu, unastahili kuabudiwa katika roho na kweli. Asubuhi ya leo tena tumekusanyika kama vitoto vichanga vya tai ambavyo vinahitaji kulishwa. Baba, ukaje asubuhi ya leo tena kwa mara nyingine tena, Baba, ukaweze kutulisha kupitia neno lako la wakati. Ubariki usomi wa neno, pia na masikio yetu ambayo tutakaosikia neno lako. Maana Baba, ulisema wakati ulipokuwa hapa duniani, wengi walibarikiwa katika kusikia neno lako Bwana. Tujalie asubuhi ya leo ukaweze kutuonekania Bwana. Tuweka yote chini ya damu, mwanzo na mwisho, kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Asubuhi ya leo tunawasalimieni tena na kuwakaribisheni katika jina Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa kutupa hii nafasi na neema kubwa na kuwa mbele zake. Dogo mtu mama. Mungu akipenda, nafikiri kipengele cha nani tunaweza maliza leo, ikiwa Mungu ataruhusu. Kipengele ya hizi aina 3 za miili ambayo tulikwenda kuona, sababu hivi tunataka ingia kwenye mwili wa utukufu, ambacho ndio kipengele cha mwisho. Bwana tusaidie sana. Tumeshaona aina 2 za miili, habari tuambia kuna aina 3. Aina 3 za miili ambazo tumekwenda kuambiliwa na nabii. Ya kwanza, Branamu alituambia ni mwili wa kibinadamu, corps physique. Pia kuko theophanie na kuko glorifie, yaani mwili mtukufu. Sasa huu mwili ambao tunakwenda kuona, wa kwanza tuliona kwamba una sehemu 3. Pia una mwili wenyewe au ni ngozi, pia kuna roho na nafsi. Haya mambo 3 ndo yanakompose huu mwili wa mwanadamu.
Ndio tuliona. Sasa tukaona tena kwenye mwili huu, hii sehemu ya kwanza ya mwili kuna hisi tano, cinq senses ambazo kuna kuona, kuonja, kunusa, kusikia na kugusa, ndo ambazo zinaweka kwenye huu mwili. Na hizi hisi tano hazina uhusiano wowote na Mungu, bali ni kwa ajili ya makao yetu ya hapa duniani. Bwana tusaidie sana. Togo angalia huko. Pia tukaenda kuona kwamba pia ndani ya roho, sehemu ya roho nayo ina hisi tano, ambako kuna perception, kuna conscience, kuna zamiri, kuna memoire, kumbukumbu yani. Kuna memoire, kuna affection au upendo, na kuna souvenir. Nafikiri ni hizi tano. Pamoja? Haya ndio yanaunganisha huu mwili. Haya ndio yanasababisha huu mwili uwepo. Na pia kwenye nafsi kuna hisi moja, kuna aiza imani au nini? Mashaka. Okay. Kwa sababu kama una imani uko na mashaka, kama una ukweli uko na uongo. Ndio hivyo, yaani ni vitu viwili. Sasa haya yote ambayo tunayaona hapa, haya yote ndo ambayo yanachukua mwili wa mwanadamu. Ndo yote, ndo mtu wote huyu. Ndo venye viko hapa. Ule anakuaga na akili ya mingi. Siku masomo alikuwa anapata sana. Vyote viko hapa. Sasa hivi vyote hivi kuacha hapa, hivi vyote haviambatani na Mungu. Vyote vinahusiana na nani? Na hii maisha hapa duniani. Unasikia vizuri? Yeye Mungu anachokiangalia, anaangalia hapa kwenye nafsi, ndani ya mwanadamu. Sasa Mungu yeye ndo anaenda anachagua katikati ya mwanadamu, ndo kwenye anaangalia, kwenye anaweza akakaa. Na Abrahamu akatuambia kwamba hii nafsi ndiyo akili ya mwanadamu. Ndio hivyo? Ndio akili ya mwanadamu. Hii hapa hivi ndio sehemu ya kwanza ya mwili wa mwanadamu. Na hii ndio ambayo tumetoka kusoma hapa kwenye Wakorintho wa pili sura ya 5. Maskani hii tulio nayo ikiugua, ikiharibika, tunayo ingine inayotusubiria. Ndio maana Yesu aliwaambia pia tena wanafunzi kwenye Yohana 14 ambako tumetoka kusoma kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, eti kwa sababu nimewaacha hivi eti labda hakutakuwa matumaini mengine. Wewe kaa vizuri, utakuchapa. Sogea kule, kaa kule, toka hapo. Toka hapo. Pamoja? Sasa baada ya kutoka kwenye huu mwili wa udongo kama huu ambao mnauona hapa, huu ukifa, kwa sababu uko na mwanzo na mwisho, huu mwili wa udongo ambao uko na elementi 16, nilisahau kingine hapa, 16 elema ndo ambayo ina compose huu mwili, element za chemical 16. Sasa teofani, ukishatoka kwenye huu mwili unaingia teofani. Sasa kwa kuingia teofani, huu mwili ambao unaitwa teofani au mwili wa kimalaika, kwa maneno mengine unaitwa mwili wa kimalaika
sawa, mwili wa kimalaika au wa mbinguni, kwa sababu huu mwili ndo ambao malaika wapo nao. Unasikia vizuri? Theofani, yaani wakati Mungu alipoumba malaika aliumba miili kama ya theofani, ya kimbinguni. Yaani ile ni miili ambayo tu inakuwaga inakaa wapi? Mbinguni. Tunasikia vizuri? Ni miili ambayo haiwezi kukaa hapa duniani, kwa sababu hii dunia haikutengenezwa kwa muundo wa miili ya kimalaika. Hii dunia ambayo tukoemo imetengenezwa ni kwamba wanadamu ambao wana miili kama ya hii dunia ndo watakaa hapa, na wale ambao wana miili kama ya mbinguni watapewa na miili kama ya mbinguni. Ndo kuna wale wa malaika wa Gabrieli, wa Mikaeli, Pakanga na wengine ambao wanapigaga nyimbo kule, wakupiga sente na nini, wakupiga firimbi. Unasikia vizuri? Vyote viko mbinguni. Sasa ndo miili ambao wanakuaga nayo. Sasa nabii anasema kwamba ndo mwili ambao watakatifu wanaendaga nao kiwango cha 6 wanapokufa. Sasa huu mwili sio kila mtu ambaye anakuaga nao, bali ni wale ambao wamekusudiwa uzima wa milele. Unasikia vizuri? Ambao wanaenda kupumzika kiwango cha 6 pamoja. Kwa maneno mengine ndio logos. Hii logos naweza kusema kwamba ndio lugha ambayo wanateolojia waliita huu mwili wa Mungu, ambayo isema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Adamu, huu ndio mwili ambao alikuwa nao kwa kutawala shamba la Edeni na wanyama wote. Alikuwa na mwili wa logos, wa theofani, yaani mwili wa kimalaika, mwili wa kimbinguni. Pamoja? Branham akatuambia kulingana na Mathayo mtakatifu sura ya 18, akatuambia kwamba wakati Yesu alipomletea watoto wadogo, akawa anakataza watu kwamba wasiwazuie na asiwafanyie vitu vibaya, kwa kuwa malaika wao waga wanawalinda usiku na mchana. Branham akatuambia kwamba malaika ambaye anakuaga analinda watoto ni theofani yao, ndio hivyo eh? Miili yao ya kimbinguni ndiyo ambayo inakuaga inalinda wanani? Kwa hiyo anayekulinda wewe ni theofani yako, ni Roho Mtakatifu ndani yako, ndiye ambaye anakulinda usiku na mchana. Yule malaika ambaye anasema kwamba, ila andiko linasema kwamba malaika wa Mungu piga kambi kwa wanaomwogopa au wanaoliita jina lake. Ule malaika ni theofani. Unaona, kwanza inaeleweka vizuri, kwa sababu theofani ni mwili wa kimalaika, na malaika wanakuaga na mwili wa kiteofani. Kwa hiyo hakuna tofauti. Tunasikia vizuri? Gabrieli hakulindi wewe, Mikaeli hakulindi wewe, isipokuwa ni theofani yako. Mungu ndani yako ndo anakulinda. Tunasikia vizuri? Akatuambia mwagano la kale pia na Danieli naye wakati alipotupwa kwenye tundu la simba, nuru ambayo ilikuwa ndani yake, ambayo ni nguzo ya moto, Biblia iliita malaika. Ndio tulisoma hapo. Malaika alipotokea akazuia wale wa simba wasifanye nini? Wasimkule Danieli. Lakini Branham alituambia kwamba yule malaika ilikuwa ni nguvu zilikuwa zinafichwa ndani ya moyo wa nani? Wa Danieli. Ndipo ikawa nuru, ikaonekana nguzo ya moto ambayo inamzingira nani? Danieli. Simba walipomwangalia Danieli wakaona anazingirwa kama anazingirwa na moto, kwa sababu mnyama yoyote anakimbia nini? Moto. Ndio nabii alivyotuambia. Tunasikia vizuri? Nabii akuishia hapo, akatupatia mfano tena wa nani? Wa Petro alipokuwa gerezani. Imeandikwa tena Matendo ya Mitume sura ya 12, malaika alimwendea Petro gerezani ili aweze kufanya nini? Kumkomboa. Branham alituambia ni theofani ya nani? Ya Petro, ambayo ilienda kumkomboa na ndio yenye ilimuondoa gerezani. Branham alituambia hivi. Nasikia vizuri? Kwa hiyo
tunamaliza teofania au sehemu ya pili ya mwili. Hii ni watu ambao wanaingia kiwango cha 6 ndo wana hii mwili. Kisha tunaingia sasa corps glorifié, mwili wa utukufu au mwili uliotukuka ama uliotukuzwa. Pamoja? Nabii anasema hivi, tufungue sasa Nabii. Ngoja nitafute bomu zangu zilienda wapi hapa. Bomu iko wapi? Piga shetani. Okay. Naonekana. Twende hapa. Ile swali na majibu ambayo tuliyataga siku ile. Maswali na majibu ya 54 tarehe 3 mwezi wa kwanza. Tarehe 3 mwezi wa kwanza 54 jioni. Okay. Tatu moja. Sehemu ya maswali na majibu tarehe 3 mwezi wa kwanza 54. Nabii anasema hivi. Dogo. Unasinzia? Nabii anasema hivi, tunaruka sawa yako mengi 51 hadi 52. Tunafupisha kwa sababu vingi tulishaviona. Tuanze hapa 41 hadi 42, maana vyote tulishaviona. Nabii anasema 41 inasema hivi, sasa huko ni wapi? Tutaupata lini? Nabii anasema huu mwili ambao tunauendea tutaupata wakati gani? Tunasikia vizuri? Sasa huko wapi? Huko ni wapi? Tutaupata lini? Sasa wale aliowahesabia haki au pia aliwatukuza. Na je, mnajua ya kwamba miili yetu iliyotukuzwa na isiyokufa inatungoja katika uwepo wa Yesu Kristo? Sasa hivi inatungoja sisi tuje. Unasikia vizuri? Je, mwajua mtoto mchanga azaliwapo duniani humu, kabla hajazaliwa yuna uzima, lakini hajazaliwa bado. Na mara tu mtoto huyu anapoanza kuzaliwa, mapafu yake yamefungamana, ni maiti. Unasikia vizuri? Misuli yake inatetemeka na kutikisika. Lakini jambo la kwanza, kugongwa tu kidogo, kumoja kuwili hivyo, ndugu Branham aonyeshe. Na hata ndugu Branham anakokota pumzi. Pata pumzi yake. Kuna nini? Nabii asema mara tu huo mwili wa kawaida uanzapo kuumbika katika mama, kuna mwili wa kiroho unaongoja kumpokea mara tu huyo mtoto mchanga azaliwapo. Na bila shaka kama vile kuna mwili huu wa kiroho unaozaliwa, kuna mwili wa kawaida unaongoja kuupokea mara tu unapoondoka ulimwenguni humu. Nasikia vizuri? Branham anatupatia mfano, mtoto anapokwenda kuzaliwa, anapoumbika ndani ya mwili ama ndani ya tumbo ya mama, anakuwa ni mtu ambaye bado hajawa na uhai, lakini tayari ndani kuna mwili ambao unaumbika. Sawa na sisi katika mwili huu wa kawaida, jinsi tulivyo hapa duniani, tayari naashiria kwamba upande wa pili kuna mwili ambao unaotungoja wakati tutakapotoka katika huu mwili wa udongo. Tunasikia vizuri? Na ndio maana tena kama tuna Roho Mtakatifu hatuwezi tena kusikia woga wa kifo, kwa sababu kifo tena
akiwezi kuogopesha nani? Mkristo, kwa sababu wanajua kwamba ni usafiri. Kifo kinapokuja kinakupa wewe nafasi ya déplacement. Sawa? Ni kama huko hapa Marekani unahama unaenda Ufaransa. Unasikia vizuri? Ndiyo kifo ilivyo. Branham naye alikuwa anasikia woga wa kifo, lakini baadaye Mungu akamsaidia. Alipokuja kugundua siri ya kifo ni kitu gani, hakuogopa tena. Na Paulo naye hakuogopa tena baada ya kujua siri ya nini? Ya kifo. Tunasikia vizuri? Kwa hiyo mtoto anapozaliwa akisema anapolia, wakati anapozaliwa tayari ile kulia, ile kupokea ile uhai, anapokea nani? Anapokea mwili mwingine. Sehemu zingine najua akasema kwamba anapokea malaika. Tunasikia vizuri? 51 tunarukaruka. Branham anasema hivi: lakini kuna wengine watakaofufuka katika ufufuo wa pili, ambao watasimama hukumuni na mwenye dhambi wahukumiwa pamoja naye. Nataka nihakikishe mnafahamu hilo. Sasa kutakuwa kwanza litakalotokea kuja kwa bibi harusi. Kutakuwa na watu ulimwenguni, mimi huenda ukatofautiana na hili kidogo, lakini sikiza kwa makini, kwa sababu tu kwamba ulimpokea Yesu kama mwokozi wako binafsi, hilo si kusema kuwa utanyakuliwa. Unasikia vizuri? Madhehebu wapokee Yesu Kristo kuwa Bwana mwokozi. Je, watanyakuliwa? Wandugu na wadada, hakuna ambao walikubali hivyo, si ndio ujumbe? Je, watanyakuliwa? Wandugu wote watanyakuliwa? Makanisa yote ya ujumbe yote yatanyakuliwa? Hapana. Tunasikia vizuri? Branham anataka kutuambia hivi kwamba huu ufufuo wa pili ni baada ya kunyakuliwa. Ndio kila wakati naandikaga hii 70 semaines. Sawa? Miaka 3.5 ya Yesu. Hapa ni Yesu, na hapa miaka 3.5 ya Ufunuo 11, Musa na Elia. Hapa katikati hapa kuna nyakati 7 za kanisa. Pamoja? Hapa angalia hapa. Hapa ndo kuna nyakati 7 za kanisa. Hapa ndo kwenye kuko bibi harusi 53, hadi leo tuko 26. Hawa ndio ambao watakaonyakuliwa, na hawa ambao watakaonyakuliwa ni kuanzia Efeso hadi Laodikia, na hawa ndo wataanza kudhihirisha kwanza ufufuo wa kwanza. Unasikia? Ufufuo wa kwanza ni wa bibi harusi wote wa Kristo kuanzia kipindi cha nini? Cha kanisa ya Efeso. Mweke vizuri. Tuko pamoja? Sasa baada ya hapa bibi harusi ananyakuliwa, anaenda kwenye unyakuo. Unyakuo utakuwepo au yafanyika. Bibi harusi atakaponyakuliwa, wale ambao watakaobaki kuanzia ule mwanamwali mpumbavu Vierge Folle. Sawa? Vierge Folle iko kwenye madhehebu, haiko kwenye ujumbe. Yaani ndugu dada akikosa kunyakuliwa, yeye hana rehema, yeye hana damu tena ya kumwokoa. Damu imeisha kwa ajili yake ya upatanisho. Pamoja? Sasa watakaponyakuliwa, hao ambao watakaobaki wanapita kwenye ziki huku kwenye mataifa, lakini Israeli huku kunakuja Musa na Elia. Musa na Elia wanakuja hapa kwa ajili ya kuweza kuwaambia
Waisraeli kwamba Yesu ambao alimkataa ndiye aliyekuwa Masihi. Pastor, angalia huko. Tunasikia Musa na Elia, na watafanya unabii huu muda wa siku 1260. Sawa sawa na miaka 3.5, yaani miaka 3 na miezi 6, kwa sababu Biblia inasema kwamba miezi ya Biblia ndio iko kamilifu, inakuaga ni siku 30, sio siku 31 ama 28. Biblia imekamilika tu siku 30 ya kila mwezi. Tunasikia vizuri? Sasa ukichukua 1200 ukigawa, nafikiri kama 360 hapa, ngoja niache. Ukipiga hesabu inaweza tuchukua muda. Ukipiga hesabu 1260 ukigawa, nafikiri kwa 30 ya kila mwezi ya 12, utapata miaka 3.5. Tunasikia vizuri pamoja? Sasa wakati hii itakapokwenda kufanyika, huku kumataifa wanapata ziki kuu, wanateswa baada ya kukataa neno. Bibi harusi anakuwa hewani, ananyakuliwa muda wa miaka 3.5 kwenye sherehe ya harusi ya mwana kondoo. Sasa baada ya hapa hii kazi ikishamalizika mahali hapa, ndo kunakuwa sasa ambayo inaitwa hukumu ya kiti cha enzi cheupe. Ndo kwenye kuko ufufuo wa pili, ndo kwenye kutafufuliwa sasa wale wote ambao hawakumwamini Mungu kuanzia zamani, kwa sababu hapa kuna wale ambao ni wa Vierge Folle ambao ni bikira mpumbavu, watakataa kumsujudu mnyama, wale watauawa, na kule kuuawa kwao kutawasababisha pia waende kuzimu. Wataenda kuzimu kwa sababu walikataa neno la wakati ambalo Branham alihubiri. Sasa inapofika kwenye kiti cha hukumu cha enzi cheupe, ndo kunakuwa kubagua kondoo na mbuzi. Mungu ndo anaanza kubagua kondoo. Daniel ndo alisema, ndipo akaona vitabu vingi vimefunguliwa. Hapa ndo sasa Mungu anaanza chambua kondoo ni nani na mbuzi ni nani. Kwa hiyo kondoo sio bibi harusi. Bibi harusi ambayo ni kanisa teule, yeye ni malkia, yeye si kondoo tena. Kondoo ni wale ambao walisaidia bibi harusi wakati walipokuwa hapa, yaani wale ambao walitusaidia sisi tulipokuwa hapa duniani, ndio ambao tutakaowatetea kwenye kiti cha enzi cheupe cha hukumu, le trône blanc du jugement. Hapa ndio atabagua kondoo na mbuzi. Sasa hawa kondoo ndo hawa wa Vierge Folle ambao waliwasaidia, na hii inatokana ukisoma Mathayo sura ya 25, ndio inaongelea habari za hawa wanawali wapumbavu ambao walikosa mafuta. Sasa bibi harusi ndo atawatetea. Tunasikia vizuri? Yaani leo kuna watu ambao wataokolewa kwa sababu walitusaidia sisi wakati tulipokuwa na shida. Na hapa ndo kuna ile andiko kwamba nilikuwa na shida lakini hawakunisaidia. Nilikuwa mgonjwa lakini hawakufanya nini? Hawakuja kuniona. Tunasikia vizuri? Ndo hapa. Ndo maana Branham anasema kwamba kutakuwa na ufufuo wa pili. Nabii anasema hivyo. Sasa kutakuwa kwanza itakalotukia ni kuja kwa bibi harusi. Kutakuwa na watu ulimwenguni. Unasikia vizuri? Watu watakuwepo wakati bibi harusi anashuka hapa baada ya miaka 3.5. Anashuka hapa.
Utakuwa na watu ulimwenguni. Mimi dot uenda ukatofautiana na hili kidogo, lakini sikiza kwa makini, kwa sababu tu kwamba ulimpokea Yesu kama mwokozi wako binafsi, hilo si kusema kuwa utanyakuliwa. Pamoja huko ni kwa wale walio wateule watakaonyakuliwa. Hapa kuanzia 53 hadi leo 2026 watakaonyakuliwa hapa ni wateule. Mlalishe vizuri wewe na wale watu. Kwa hiyo kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi haikufanyi wewe kunyakuliwa. Unasikia vizuri? Hautanyakuliwa eti kwa sababu unamwamini Yesu, hapana. Unanyakuliwa kama wewe uko katika uhesabu wa wale bibi harusi ambao waliamini neno la wakati na wakapata ubatizo wa Roho Mtakatifu wa nafsi kuanzia wakati wa Paulo hadi wakati wa Branham. Pamoja? Hilo si kusema kuwa utanyakuliwa. Huko ni kwa wale walio wateule watakaonyakuliwa. Kutakuwa na masalio watakaoachwa duniani, watakaopitia katika yale mateso na ile ziki iliyokuu. Unasikia nabii? Masalio ambayo itakaobakia hapa ndio wa vierge pole ambao walikataa, hao nao waliishi neno. Unasikia vizuri? Waliishi lakini hawakuwa na Roho Mtakatifu. Hawakukuwa na mafuta. Si wote walikuwa mabikira? Bikira ni nasi msafi? Bikira ni nasi mwenye msafi ambaye hajichafua? Si ndio kweli? Hawa nao wanabakia kwa sababu hawakuwa na mafuta. Wewe grade tulio. Haya masalio haya ndio yatapita kwenye ziki kuu, na wale bafrere bakujifanya mkanisa kama iko frere na bapasteri wa mesaji wa mingi watabakia. Ba mingi watabakia, babandi batabakia ba mingi. Na akibakia yeye hakuna rehema tena. Hakuna eti atapita hapa kwenye kiti cha enzi cheupe cha hukumu. Yeye hajulikani, anapotea milele, anatengwa milele. Tunasikia vizuri? Yaani ukikosa kunyakuliwa kwa wakati wa leo, yaani usahau, au ukifa bila Roho Mtakatifu, usahau. Yaani wewe utakuwa majifu. Tunasikia vizuri? Kutakuwa na masalio watakaoachwa duniani, watakaopitia katika yale mateso na ile ziki iliyokuu. Kanisa litatwaliwa kwa kunyakuliwa. Kanisa hili ni bibi harusi kuanzia wakati wa Paulo. Tunasikia vizuri? Pamoja? Melkisedeki ni nani? Huyu Melkisedeki ni nani? Tarehe 21 mwezi wa pili 65. Sabini nasema hivi, huyu Melkisedeki ni nani? Nabii anasema hivi. Yaani, tunaona huu ujumbe huu ni ujumbe ambao ulihubiriwa siku moja ndoa na talaka. Asubuhi ndo alihubiri ndoa na talaka, jioni akahubiri huyu Melkisedeki ni nani. Nasikia vizuri? Yaani na ndoa na talaka vilihubiriwa siku moja. Kwa sababu ndoa na talaka nayo ilihubiriwa tarehe 21 mwezi wa pili 65 asubuhi. Hii ni jioni.
wewe nitakufukuza. Sabini nasema hivi: kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, jina lake liliwekwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Ndipo kutoka humo akawa neno, ule mwili wa kiungu ambao ungeonekana ukatoweka, na ndipo akafanyika mwili na kurudi tena, akaufufua mwili huo huo katika hali ya utukufu. Unasikia vizuri? Sawa. Hapa anaongelea kwanza Yesu Kristo jinsi alivyotoka umilele akafanyika kwanza mwili wa kiungu, na kutoka katika mwili wa kiungu akaja hapa kama mwanadamu. Unasikia vizuri? Ndipo kutoka humo akawa neno, ule mwili wa kiungu ambao ungeonekana ukatoweka, na ndipo akafanyika mwili na kurudi tena akafanyika mwili, yeye Mungu mwenyewe. Yaani hizi prosesi ambazo Mungu alifanya yeye peke kwanza, na ndivyo wanadamu nao watakavyokwenda kufanyika. Tunasikia? Akaufufua mwili huo huo katika hali ya utukufu. Yaani ule mwili ambao ulienda kaburini, ule wa Yesu ndo ambao ulifufuka, lakini katika hali nyingine. Au kukua tena wa udongo wa elema 16. Tunasikia vizuri? Kwa sababu kama ungelikuwa na wa elema 16 tena angetamani wanawake. Yesu hakutamani wanawake? Bwana wangu alisema aje? Haitamani. Unasikia boga? Tunasikia vizuri? Kwa hiyo alipofufuka yeye hakuwa na ile tamaa tena. Ule mwili ulikuwa umegeuzwa sasa katika hali ya utukufu. Branham ndo anasema mwili huo huo akaufufua mwili huo huo katika hali ya utukufu. Bali wewe ulipita ule mwili wa kiungu na kufanyika mwanadamu wa mwili, kusudi ukajaribiwe kwa dhambi. Unasikia vizuri? A contourner la théophanie. Tunasikia vizuri? Tuko tunaelewa? Ndio mbona mnaonekana machoka choka? Kuko nini? Bali wewe ulipita ule mwili wa kiungu na kufanyika mwanadamu wa mwili, kusudi ukajaribiwe kwa dhambi. Ndipo basi nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tuna nyingine inayotungoja. Hatuna bado ile miili, bali tazameni, mwili huu unapompokea Roho wa Mungu, ule uhai usiokufa ndani yako unatiisha mwili huu chini ya Mungu. Unasikia? Yeah. Tunaelewa? Branham anasema kwamba ndani yako huu mwili wa udongo ukishatawaliwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu akishaingia ndani yako anamiliki kila kitu. Anaanza miliki mwili wako, roho na nafsi. Tunasikia vizuri? Na ndio maana aliye na Roho Mtakatifu hawezi anguka na mwanamke. Tunasikia vizuri? Kwa sababu ili ufikie kuanguka na mwanamke wa mtu ama uanguke na kabinti kamalaya huko, inakuwa ni safari ndefu, ni processes ndefu. Acha kulala bwana, unaanza hivyo. Ni processes ndefu hadi kufikia kuanguka na mwanamke au kuanguka na mwanaume. Na unafikia kuanguka, yaani hauna Roho Mtakatifu. Bafere bote ambao wanaenda nje ya ndoa, bote ambao wanaanguka na wanawake, hawana Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri? Sikia Branham anavyosema.
bali wewe ulipita ule mwili wa kiungu na kufanyika mwanadamu wa mwili. Tunasikia vizuri? Yaani kama vile Adamu alianza mwili wa kiungu theofani, ndio yenye alianza hapa, akaingia Mwanzo 2:7 akawa mwanadamu, akawa na mwili wa binadamu, ili afanye nini? Sikia, bali wewe ulipita ule mwili wa kiungu na kufanyika mwanadamu wa mwili, kusudi ukajaribiwe kwa dhambi. Tunasikia vizuri? Yaani tuliingia katika huu mwili kwa ajili ya majaribu ya nini? Ya dhambi, majaribu ya dhambi. Tunasikia vizuri? Bali wewe ulipita ule mwili wa kiungu na kufanyika mwanadamu wa mwili, kusudi ukajaribiwe kwa dhambi. Ndipo basi nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tuna nyingine inayotungoja. Sasa katika huu mwili wa dhambi, huu mwili wa udongo ambao Yesu au Mungu alienda kutengeneza, unapokufa sasa ndio unaingia katika mwili mwingine, ule mwili mwingine ambao unaitwa mwili wa kimalaika au wa kiungu. Una sura ile ile kama ya kwako. Tunasikia? Nyumba ya maskani yetu, yaani huu mwili wa dunia, nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tuna nyingine inayotungoja. Hatuna bado ile miili, bali tazameni, mwili huu unapompokea Roho wa Mungu, huu hapo. Yaani unapopokea Roho Mtakatifu, wewe ukishampata Roho Mtakatifu, Nabii anasema ule uhai usiokufa ndani yako. Roho Mtakatifu anakufaga. Yaani unapopata Roho Mtakatifu ni uhai wa Mungu ndani yako ambao hauwezi kufa, na ndio uzima wa milele. Ule uhai usiokufa ndani yako, Nabii anasema ukishakuwa ndani yako wewe, unatiisha mwili huu chini ya Mungu. Haleluya. Unasikia vizuri? Roho Mtakatifu akishaingia ndani ya mwili, akikaa kwenye nafsi, hapa ndani kwenye nafsi, anamiliki kila kitu kwenye mwili wako, na ndio maana hauwezi anguka na mke wa mtu. Unasikia vizuri? Lakini unaweza kukosea. Tunasikia vizuri? Kukosea na kufanya dhambi ni mambo mawili tofauti. Sawa? Kukosea ni vile ambavyo, kwa mfano, mtu anatembea anajikwaa. Hakuna ambaye anatembeaga anajua kwamba nikifika pale nitajikwaa. Tunasikia vizuri? Kuna mtu ambaye anakuaga anatembea hivyo. Kwa mfano unatembeza gari, unajua kama kabla ya kufika kazini utaenda fanya ajali. Mtu anajuaga? Ndio kukosea kule. Tunasikia vizuri? Ni jambo ambalo hautegemei, hautazamii. Lakini usiniambie kuanguka na mwanamke eti kwamba ni ajali. Hapana. Tunasikia vizuri? Kwanza hiyo wazo tu ya kuanza kutafuta mwanamke mwingine au mwanaume mwingine, tayari kama uko na Roho Mtakatifu lazima atoe hiyo wazo mbaya, kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako anaondoa kila wazo mbaya ambayo inaweza ikasababisha wewe ende uanguke. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Kwa hiyo usije kuniambia kwamba fulani tuko na mwili na unaweza ukaanguka. Hata mimi nifikie siku moja naanguka na mwanamke, yaani sikuwa na Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri? Mtu asikudanganye. Pastor yuko naanguka na wadada mkanya, hana Roho Mtakatifu. Hana, mimi ndo nakwambia, hana Roho Mtakatifu. Kwa sababu uhai wa Mungu ukiwa ndani yako, utatiisha kila kitu ambacho kiko kwenye mwili wako. Kila kitu. Branham ndo anasema. Roho wa Mungu, ule uhai usiokufa ndani yako, unatiisha mwili huu chini ya Mungu. Mungu ni neno, haiko neno.
Unamilikiwa na neno. Chochote unachokifanya kinamilikiwa na neno. Kwa hiyo ukiona mchungaji anaanguka na wadada mkanisa, unasikia vizuri? Kama ule wenu kule alianguka kule, hana Roho Mtakatifu. Wanamuoji, anasema kwamba ni kweli nilikuwa na anagusa embedori. Sasa wewe pastere mzima unaenda mgusa mtoto wa watu waje. Roho Mtakatifu kwa wapi wa kukuonya? Alikubali. Roho Mtakatifu yuko wapi wa kukuzuia wewe? Tunasikia vizuri? Hauna. Tina pale Saint Esprit. Hauna Roho Mtakatifu. Hauna hata aibu. Kabinti kamera 16. Alafu tena unaenda onga pesa ili kesi yako ivutwe, ifichwe. Shetani. Tunasikia vizuri? Na ndio maana tokeni kwenye madoktrine zenu za bongo, za upagani. Mutoke kule. Hatutaki hiyo mafundisho yenu ya zamani, mutoke kule. Ya buzinzi, toka. Tunataka neno la kweli. Na ndio wao Branham alisema mkipata mchungaji wa kuanguka, mumfukuze haraka. Mumtoe kwenye mibari. Asema nabii. Au ulisikia siku wa Branham anaanguka na mwanamke? Hakukuwa mtu. Branham hakukuwa mtu. Yeye na yeye asingeanguka. Hakuanguka jua nini? Sio alikuwa ndani yake? Si Mungu ndo alimshikilia. Na Branham anasema roho akiwa ndani yako na yeye Mungu atakushikilia, anatiisha mwili wako, anakumiliki wewe. Ndio ile ambayo Paulo alisema kwamba si mimi niishie tena bali Kristo ndani yangu. Tunasikia vizuri? Ulisikia siku moja Branham alianguka na mtu wa watu? Ulisikia huko na hiyo historia? Na kama Branham akufikia kwa wewe pastor unaangukaje na mwanamke? Alafu nakuja hapa kutetea eti kwamba ni Teresa tu. Na wengine kwa sababu wanashindwa kutengeneza vizuri, wanasema hapana, haku kabiti Kenya ndo kalikuwa kanajileta leta. Bongo, Tina pale hauna Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri? Hauna. Baadaye na wewe unaenda kununulia wadada manguo ya ndani. Shetani wewe. XL des XL ana medium dola. Shetani bazin stock bafumu mwe. Uliona Fred Branham alifanya hivyo siku gani? Wewe kwanza tu kwa kawaida, baba akishakuwa na binti mkubwa ni vigumu wewe kumletea nguo za ndani kumnunulia kule. Sio kweli? Ndio baba tu mwenye alimzaa mtoto wake hawezi tena kusema kwamba eti wewe unakuta binti aishakuwa na miaka 16, 17, 18. Eti baba mzima mwenye akili zake aende msoko eti naenda nunulia mtoto wangu, naenda mnunulia nguo za ndani. Ni kweli wewe ni baba ana akili? Anapatiaga nani? Mama yake? Tunasikia vizuri? Sasa wewe baba wa kiroho ambao unapaswa ujue neno, wewe ndio unaenda kununulia tena sio wa binti wako. Ndio unaenda wanunulia nguo za uko shetani. Tunasikia vizuri? Ni pepo za buzinzi zile. Shetani mwenyewe wa mapembe hivi. Baba tu wa kawaida hawezi akafanya. Na Paulo alisema kama maumbile yenyewe inawafundisha vile, inakataza maumbile. Mara ngapi kwenye mambo ya kiroho? Branham hakuishi na ameenda mu nyumba yake. Hakukuwa usigero wake. Ulisikia Branham alifanya mambo ya ujinga. Unalala? Ulisikia Branham alimfanyia mambo ya ujinga? Je, menda kuishi kwa Branham? Aliishi. Hamuna Roho Mtakatifu, vous n'avez pas le Saint-Esprit, hauna.
Ndio maana nilisikia hapa shuhuda ya mazina yangu hapa, anasema pastor, mnawezaje kuanguka na wadada? Hata Kasongo, Clema Kasongo, kuna interview moja niliwahi kumfuata, anasema mimi wanga najiuliza na kuaga najiuliza, pastor anafikia namna gani, anafika kwenye kiwango cha namna gani kuanguka na wadada mka. Mimi sina maelezo juu ya hilo, sielewi. Tunasikia vizuri, haina maelezo. Pastor, wewe si ndio kwanza kuwa wa kiroho kuliko waamini wote, sio kweli? Hilo ta kanisa ni nani baada ya Roho Mtakatifu? Pastor. Wa kwanza kuwa wa kiroho ni nani? Pastor. Si pastor. Sasa enda angalia sasa, anaanguka vitu vya ajabu kwa ovyo, mwenye hata muamini hajaanguka nabo, yeye miguisha kuwa juu. Kazo najiuliza, sina maelezo. Mimi sielewi kama naweza nikaexplain aje mchungaji afikie kuanguka na wadada mkanisa. Sielewi. Tunasikia vizuri. Na ndio maana baraka za Mungu mkanisa, sawa, ni kupitia kwanza maisha mazuri ya nani? Ya mchungaji. Si ndio anawalisha neno. Wewe utajua neno la Mungu kumzidi mchungaji. Petro na mitume walikuwa wanajua neno kumzidi Yesu. Tende mwasamblea ya Branham Tabernacle, kuna ambaye alikuwa anajua neno zaidi ya Branham. Yupo? Wakati wa Musa, kuna ambaye alikuwa anajua neno zaidi ya Musa. Paulo, huko ambaye alijua kumzidi yeye. Ndio jinsi Mungu anafanyaga vile kila wakati. Sasa ndio maana Paulo alipomwona Petro anaanguka, alimkemea. Hakumkemea? Anakuwa na wapaga ambao watu hawakutahiriwa. Paulo akakemea nani? Petro. Lakini kwa muamini ingelieleweka. Tunasikia vizuri? Anamwambia Petro, wewe mtu mzima kabisa, tena msimamizi wa kanisa, unakuwa watu ambao kutahiriwa, uko mnafiki. Petro alijitetea, alikubali maonyo. Tunasikia vizuri? Hapana haba batungaji wenu eti umenionea. Ulisikia Petro alisema unanionea? Na akasifu eti nyaraka za Petro ni kali. Unasikia vizuri? Akakubali, akapiga saluti. Ole eme, nakubali nimeanguka. Bapastor ndio maana niliandika leo, na ndio maana unaona wachungaji wa message wanapoanguka na wanawake, wanapoanguka na wadada mkanisa, ni vigumu sana wao kutengeneza hiyo dhambi. Tunasikia vizuri? Ole yenye natembea kule Kinshasa hadi leo hivi. Bila zunguka hivi. Tunasikia vizuri? Juzi jana tena nimeona mwingine anasema hapana, wewe ndio maisha yake huyo, namjua depuis zamani. Tunasikia vizuri? Ndio maisha yake. Muamini alikuja alichumbia mwake, yeye tena akaanguka na ule mchumba wa watu. Tunasikia vizuri? Unalala. Ni giza. Hakuna Roho Mtakatifu hapo. Sikia nabii anavyosema. Ananukua andiko hapa ya Warumi. Yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Aliye na Roho Mtakatifu anafanyaga dhambi? Unasikia maana ya kosa na dhambi Kwa sababu dhambi ni kutokuamini. Ndio dhambi. Kuiba ni dhambi? Kuzini ni dhambi? Unafanya yale kwa sababu hauna Roho Mtakatifu. Hauna Roho Mtakatifu ndio maana unaenda kufanya uzinzi. Yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hawezi kutenda dhambi, ndio maandiko Branham ananukua. Warumi 8 sura ya kwanza. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Sasa basi, hakuna hukumu ya dhambi juu yao walio katika Kristo Yesu. Hawafuati mwili bali roho. Cheruko, unapenda kulala? Rome 8. Hakuna hukumu ya dhambi juu ya walio ndani ya Kristo. Unasikia vizuri? Aliye na Roho Mtakatifu hawezi hukumiwa tena. Ni mzigo ambao ushapigwa muhuri, ushakaguliwa, unapigwa muhuri, uko bien collé. Unasikia vizuri? Tunaelewa maandiko.
Na Biblia inasema ndivyo hivyo. Unaona? Hiyo utiisha mwili wako. Uko naelewa? Roho inafaa nini? Utiisha mwili. Inamiliki mwili wako. Hata usikie tamaa namna gani, hauwezi ukaenda kufanya dhambi. Unasikia vizuri? Yesu hakuzisikia hadi akatoa andiko ya Yohana 10 na ngapi? 17. Branham anaifasiria kwamba ilikuwa ni maombi ya Yesu hii kwa ajili ya pepo wa nini? Wa tamaa ya wanawake. Unasikia vizuri ya? Akajitakasa kwa Mungu. Baba uwatakase kwa ile uwatakase na ile. Branham anasema kwamba hii ndo andiko yenye alichukua Yesu na yeye angeanguka na mademu ambayo alikuwa nao. Unasikia vizuri? Na ndio maana hii huduma ya Mungu ni kwa makini. Ndio maana Branham alitoa mambo haya matatu ambayo tulisoma: pesa, umaarufu au sifa, na nini? Na wanawake. Tunasikia? Aliye na Roho Mtakatifu lazima mwili utakutiisha, utakumiliki. Roho Mtakatifu atakumiliki. Sawa? Tunasikia? Hakuna hukumu ya dhambi juu yao walio katika Kristo Yesu. Yaani aliye ndani ya Yesu Kristo ni yule ambaye ni mteule, ambaye ana Roho Mtakatifu. Huyu hakwaja anaanguka, hafanyagi dhambi. Kwa sababu dhambi ni kutokuamini neno la Mungu. Tunasikia vizuri? Kukosea anaweza kukosea katika au mwili kama ni jambo ambalo hakusudii. Tunasikia vizuri? Unafikiri wa Petro walipokuwa hapa duniani, hata kama walikuwa na Roho Mtakatifu, unafikiri walikuwa wakosei? Paulo hakumuonya Petro. Paulo salimuonya Petro na alikuwa sakuwa na Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri? Je, alikusudia Petro kwenda kufukula vile? Ilikuwa kusudi? Alitereza kama mwanadamu. Tunasikia vizuri? Lakini akukanyaga neno, kwa sababu dhambi ni kutokuamini neno. Tunasikia vizuri? Na ndio maana Paulo alikuwa analialia kila wakati, anamlilia Mungu amponye na jicho ambalo lilikuwa linaharibika. Mungu akamwambia neema yangu ya kutosha. Tunasikia vizuri? Branham alisema aliweka ile mwiba ili kwa sababu Paulo asifikie hatua ya kufanya nini? Ya kujisifu. Si mwanadamu na yeye angejisifu? Musa hakujisifu. Si Musa alijisifu? Akasema Musa, ndio kitu tunafanya bahali, hautaingia kwenye ile nchi. Sio kweli? Akasema njoo huko kwenye majabali huko, na akafia kule kwenye lile jiwe. Tunasikia vizuri? Na jiwe ni nini? Si ni Yesu? Yeah. Alikufa juu ya Kristo. Hakuna hukumu ya dhambi juu yao walio katika Kristo Yesu. Hawafuati mwili bali roho. Unasikia vizuri? Mwili unapotaka kukupeleka pabaya kinyume ya neno, Roho Mtakatifu aliye ndani yako anakurejesha. Acha kulala. Tu anasikiaga. Hawafuati mwili bali roho. Ndivyo hivyo. Nabii anasema unaona? Hiyo nini? Hiyo roho utiisha mwili wako. Ndio angalia huko. Haikupasi kusema jamani, laiti ningaliacha kunywa pombe, laiti ningali ingia tu katika Kristo, yote imekwisha. Unasikia vizuri? Mimi ningeacha upepo wa buzinzi au kunywa pombe. Hapana. Hautaweza. Waona? Kwa sababu mwili wako u chini ya mamlaka ya roho. Hauko tena chini ya mambo ya dunia. Yamekufa. Dhambi zako zimezikwa katika ubatizo, nawe ukiumbe kipya katika Kristo. Nao mwili wako unatiishwa chini ya roho na kujaribu kuishi maisha mazuri. Tunasikia vizuri? Branham.
Mimi nakwambia haiwezekani. Haiwezekani. Frere aende anguke na mwanamke. Haiwezekani ambaye iko na Roho Mtakatifu. Dada aende nje ya ndoa. Haiwezekani. Kama iko na Roho Mtakatifu, haiwezekani. Unasikia vizuri? Iko impossible. Tunasikia vizuri? Haiwezekani kwa wakati wa leo, haiwezekani. Yaani haujawa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, anatiisha, anakutawala, anamiliki kila kitu kwenye mwili wako, kila kitu. Unasikia vizuri? Kama ninyi wanawake mnaodai eti mna Roho Mtakatifu, sikia sasa. Kama ninyi wanawake mnaodai eti mna Roho Mtakatifu na huku mnatembea mmevalia suruali fupi na kadhalika, wanavaa kaptula. Mwanamke ambaye anavaa kaptula yuko na Roho Mtakatifu? Unasikia sasa, unaona nabii akisha anaanza chambua. Wewe wanawake wa bafere ambao unajiita mko na Roho, unakuta fere iko atembea mkaptula hivi, ona ule mpagani. Eti iko na Roho Mtakatifu. Iko na Roho Mtakatifu? Hana. Ukiona ndugu anatembea mkaptula, anavaa kaptula nje anaenda anatembea hivi, hana Roho Mtakatifu. Unasikia vizuri? Branamu. Mwanamke ni nani? Sio kanisa? Na kama ninyi wanawake mnaodai eti mna Roho Mtakatifu, kanisa ambayo inajidai kama iko na Roho Mtakatifu na huku inafanya mambo ambayo kinyume na kile ambacho Branham amesema, mko na Roho Mtakatifu? Hamna. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Kama ninyi wanawake mnaodai eti mna Roho Mtakatifu na huku mnatembea mmevalia suruali fupi na kadhalika, mnawezaje? Mwawezaje kufanya hivyo? Roho Mtakatifu anawezaje ndani yenu kufanya hivyo? Roho wa Mungu ndani yenu angewezaje kamwe kuwakubalieni kufanya jambo kama hilo? Haiwezekani. Branham anasema haiwezekani. Haiwezekani. Unaona diakra anaenda anguka. Pesa hizi kama ukupata Roho Mtakatifu utaenda pabaya. Unasikia vizuri? Diakra iko naanguka na mwanamke kufika kanisa, pastor anaficha dhambi zake. Mtaenda kuzimu. Baadaye frère niko naona maisha yangu iko vizuri kabisa, niko mbali na Mungu. Uko mbali na Mungu, sutubu. Unasikia vizuri? Tubu. Tushajua kwamba wewe haujawa na Roho Mtakatifu, ndio maana unaenda anguka na wanawake. Tubu dhambi zako. Unasikia vizuri? Yako iko naanguka na wanawake wazinzi. Bapagani. Kuja kwa pastor anaficha dhambi zake kwa sababu anampatia chakula. But mtaenda kuzimu kama mkutubu. Na jana anasema aliye na Roho Mtakatifu hawezi akaishi maisha mabaya. Mwawezaje kufanya hivyo? Roho wa Mungu ndani yenu angewezaje kamwe kuwakubalieni kufanya jambo kama hilo? Haiwezekani. Hakika haiwezekani. Yeye si roho mchafu, ni Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri? Yaani unapoona mwanamke ambaye anavaa kaptura, ana roho mchafu. Unasikia vizuri? Ukiona tu hao ambao wanapita huko wanavaa makaboka huko, hao wanawake wanapita huko wanavaa mataiti na nini, wana roho chafu juu yao. Tunasikia? Kwa sababu aliye na Roho Mtakatifu hawezi kuvaa mavazi ya aibu. Unasikia vizuri? Kama kweli wana Roho Mtakatifu, kwa nini kule kukanisa hawaendagi na zile taiti zenye wanavaaga kule? Wanaendaga nazo? Kwa so wanajua kwamba ni makosa. Sasa kwa nini huku mitaani wanazivaa? Kama wewe unaona kwamba unavaa kwa kujisitiri, kwa nini usivae nguo yako kila sehemu? Sio kweli? Yaani sehemu za kazi ndio sehemu tu za kuvaa hivyo. Tunazivaa kila sehemu. Hawana Roho Mtakatifu, wana roho wa shetani ndani yao, ni roho mchafu. Unasikia vizuri? Haiwezekani. Branham ndo anasema hakika haiwezekani. Ukiona binti mwanamke anavaa kaptura, suruali, ana Roho Mtakatifu. Unasikia vizuri? Branham.
Haiwezekani. Yeye si roho mchafu, ni Roho Mtakatifu. Roho yaani ni roho ya usafi. Roho Mtakatifu, sio roho mchafu. Mtakatifu ni roho ambaye anapendaga usafi wa neno, sawa? Na ndipo unapotiishwa chini ya roho huyo. Sikia tabia ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Roho Mtakatifu akishakutawala wewe, Nabii anasema hivi, na ndipo mnapotiishwa chini ya roho huyo, inatiisha utu wako wote chini ya roho huyo. Unasikia? Yaani Roho Mtakatifu anapokuwa hapa juu, anamiliki wewe mtu wote. Tunasikia vizuri? Wewe wote na kuta zako zote zinatawaliwa na Roho Mtakatifu. Tunasikia vizuri? Hauwezi weka tena kuta bandia. Tunasikia vizuri? Merci Seigneur pour la révélation. Unasikia? Kuweka kucha bandia ni dhambi. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Tuko tunaelewa? Kuweka kucha bandia hizi kama wanawake wa siku hizo wanavyoziweka ni dhambi. Unaweka kucha bandia kama hauna kucha. Tunasikia vizuri? Ndio Nabii alivyosema. Kwa mfano kama una jino ambalo limetoka na ukipenda unaweka. Tunasikia vizuri? Merci Seigneur. Roho Mtakatifu akishakuwa ndani yako, anakumiliki wewe wote, kila kitu. Na nywele zako Roho Mtakatifu anachunguza. Sawa? Kama Roho Mtakatifu iko ndani yako, utakata nywele? Sasa leo shetani anadanganya watu, mwanamke anaenda kata nywele salon kule, kisha ndo anaanza vaa kitambaa au anachukua wigi. Ni mapepo. Unasikia vizuri? Ile wigi yako haina maana. Tunasikia? Na ndipo mnapotiishwa chini ya roho huyo, inatiisha utu wako wote chini ya roho huyo. Unasikia? Na huyo roho si kingine ulimwenguni ila hili neno mbegu lililodhihirishwa. Unasikia? Huyo Roho Mtakatifu sio kitu kingine hapa duniani isipokuwa ni neno ambalo ni mbegu lililodhihirishwa kwa wakati wako. Unasikia? Ndio Roho Mtakatifu. Na huyo roho si kingine ulimwenguni ila hili neno mbegu lililodhihirishwa au lililouishwa, haleluya, lililofanywa hai. Na Biblia iliposema usitende hili, mwili huo uligeukia upesi. Unasikia? Biblia ilisema kwamba Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, kwa sababu Biblia ni neno. Nabii alituambia jana kwamba Biblia ni neno la Mungu. Kwa hiyo unapopokea neno la Mungu unapokea Mungu. Kwa hiyo neno linapokuwa ndani yako, kwa maneno mengine, Mungu anapokuwa ndani yako, Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako, atakwambia geukia kwenye jambo hili, usiangalie kitu kibaya. Tunasikia vizuri? Amen. Mwili huo uligeukia upesi. Hamna swali. Tunasikia vizuri? Neno kisha kwambia usifanye hiki, hakuna swali pale. Acha. Na ni nini? Ni arabuni ya ufufuo. Ni gaji. Mwili huu utafufuliwa tena kwa sababu tayari umeanza. Ulikuwa wakati mmoja katika hali ya dhambi, matope, uharibifu, bali sasa una arabuni. Unaelekezwa kwa haki mbinguni. Sasa hiyo ni arabuni kwamba utanyakuliwa, ni arabuni. Sawa. Nabii anasema hivi, mtu mgonjwa anapolala akifa, hamna kilichobakia isipokuwa kifo. Si ni kweli? Hayo tu ndiyo yanayoweza kutendeka. Nimeona vivuli vya watu walioliwa na kansa pamoja na kifua kikuu, na kuwaona watu hao baadaye wakiwa wazima na wenye nguvu.
Kama hamna uponyaji wa kiungu, basi hamna ufufuo. Nasikia huko eh? Kwa hiyo uponyaji wa kiungu kama upo, ni ashirio kwamba kuna ufufuo, sababu uponyaji wa kiungu ni arabuni ya ufufuo. Tunasikia vizuri? Amina. Unajua arabuni ya pesa ni nini? Sivyo? Ni malipo ya kwanza. Aliyejeuriwa kwa makosa yetu, alijeuriwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tazama ilivyo ajabu, tunampenda. Naam, mwili huu umetiishwa chini ya roho. Hatujaingia bado katika umbo la neno, bali tungali katika umbo la mwili uliotiishwa neno. Nasikia vizuri? Kifo katika mwili kitatupeleka pale. Kifo kinapokuja ndani ya mwili wangu kinatupeleka kwenye ule mwili wa utukufu au mwili wa kimbinguni. Tunasikia vizuri? Jambo lile tu. Waza kuhusu mtoto mchanga. Branham tena narudilia. Mtoto mchanga. Waweza kumchukua mwanamke, haijalishi ni muovu vipi, anapokuwa na mimba na anakaribia kupata mtoto, mtazame kabla huyo mtoto hajazaliwa. Sijali yule mwanamke ni katili vipi, yeye anakuwa mpole sana. Tunasikia vizuri? Mwanamke kama alikuwa na hali mbaya na roho mbaya, tabia mbaya, anapokuwa mjamzito anakuaga anatulia. Tunasikia vizuri? Kinachomfanya yeye kutulia sio hali yake, ni kiumbe ambacho alikibeba tumboni. Tunasikia vizuri? Ndio ile mazingira inamzunguka na yeye mama. Yule roho ambaye anasubiri mtoto azaliwe ndo anakuaga anamiliki na mama naye. Tunasikia vizuri? Kwa hiyo ukiona mwanamke ni mkali na wakati iko mimba, ina maana anapagawa na pepo. Yule roho ambaye naye mtawala ndiye atakayeingia ndani ya ule mtoto atakapozaliwa. Tunasikia vizuri? Merci Seigneur. Sijali yule mwanamke ni katili vipi, yeye anakuwa mpole sana. Mna kitu kwake kinachoonekana kitaua sana. Unasikia huko eh? Mama akiwa mpole katika ujauzito wake, ina maana yule mtoto ambaye iko ndani ya tumbo lake ndo anampa ile roho ya utaua. Tunasikia vizuri? Branham ndo anasema mna kitu kwake kinachoonekana kitaua sana, kuona maskini mama akikaribia kuwa mama kwa kupata mtoto. Ni kwa nini? Branham anauliza ni kwa nini? Branham anasema mwili huo mdogo sasa haujakuwa hai bado. Waona? Kitu ulicho tu ni nyama na misuli. Nasikia? Huko kurukaruka kudogo, hiyo ni misuli inayovutavuta. Haikuwaji uhai. Mtoto yuko ananiumiza mtumbo mbona? Sio uhai, ni misuli. Merci Seigneur. Sawa? Hiyo ni misuli inayovutavuta. Bali unapotoka kwenye tumbo la uzazi, Mungu hupulizia pumzi ya uhai ndani yake. Ndipo ile roho sasa, ile roho ambayo ilikuwa inamiliki mama inaingia ndani ya mtoto. Tunasikia vizuri? Anapokea zile roho ambayo ilikuwa nakutawala wewe, kama ulikuwa mtulivu, kama ulikuwa mnyamavu, kama ulikuwa mkali, ile roho ya ukali inaingia ndani ya mtoto. Endelea kulala tu. Lala. Sitakwambia tena. Mungu hupulizia pumzi ya uhai ndani yake. Na ndipo analia. Mtoto analia sasa. William Branham. Tayari anapokea roho ambayo ilikuwa na miliki mama yake wakati alipokuwa mjamzito. Ile roho ambayo ilikuwa na miliki mama ndio inaingia ndani ya mtoto. Ndio inampa uhai. Pamoja? Na ndipo analia. Mnaona? Kama tu hakika kama kunao mwili wa kawaida unaotengenezwa, kunao mwili wa kiroho tayari kuupokea mara unapofika hapo. Ndipo mtu anapozaliwa mara ya pili kutoka ulimwenguni, yeye anakuwa mtoto mchanga wa rohoni katika Kristo. Na ndipo joo hili la mwili linapobwagwa chini, kunao mwili wa kawaida, mwili wa kiungu, mwili ambao haukujengwa kwa mikono wala kuzaliwa na mwanamke, ambamo tunaingia.
Hii miili mingine miwili ya teofani na ya utukufu ni miili ambayo haikutengenezwa na wanadamu. Unasikia vizuri? Tofauti na huu mwili wa nini? Wa kawaida. Huu mwili wa kawaida kama mnavyouona hapa mbele yenu, huu ambao ulitokana na baba na mama, huu unapotoka unaingia kwenye makaburi, kwenye udongo, mie naingia, nafsi yangu inaingia katika huu mwili wa teofania kuingia kiwango cha 6. Ndio kwenye kuko Frere Branham hadi sasa. Kiwango cha 6. Iko na huu mwili wa teofani, lakini mwili wa Ella na Charles ulibakia pale Jeffersonville. Tunasikia vizuri? Na tena hauko tena pale, ushagaoza, ushabakia ni mavumbi. Ni budongo. Kwa sababu zile elema 16 plutôt zishakuwa kila sehemu. Sasa elema zishakuwa kila sehemu. Azote ilienda sehemu yake, calcium, sodium, hydrogene, kila kitu. Tunasikia vizuri? Sawa? Sasa huu mwili wa kawaida ukitoka unatupa kule kwenye makaburi, na nafsi inachukua mwili mwingine unaoitwa teofania, mwili wa kiungu, mwili wa kimalaika. Na huu mwili tayari unakuaga tu ndani yako. Sawa? Na ndio mwili wa ufufuo, kwa sababu huu mwili haukuaga unakawia kwenye kiwango cha 6. Unachukua muda fulani na baadaye unaingia kwenye utukufu ambao sasa ni ufufuo. Sawa? Sikia nabii. Sikia. Mwili wa kiungu, mwili ambao haukujengwa kwa mikono wala kuzaliwa na mwanamke, ambamo tunaingia. Ndipo huo mwili unarudi huku na kuchukua mwili uliotukuzwa. Unasikia vizuri? Branham wakati atakapofufuka na wengine na Wafrere Bosworth na Wafrere wengine ambao waliingia kiwango cha 6 kwa neema yao, Wafrere Jonas wote wakifufuka ile siku, tunasikia vizuri, wanachukua mwili wa utukufu pamoja. Wanapochukua mwili wa utukufu, nabii anasema hivi, ndipo mwili unarudi huku na kuchukua mwili uliotukuzwa. Hiyo ndio sababu Yesu alienda kuzimuni alipokufa na kuwahubiri nafsi waliokaa kifungoni, akarudia ule mwili wa kiungu. Jamani, ajabu sana. Mungu ashukuriwe. Nabii anarudilia 79 Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 5. Nasikia huko Sindogo tulisoma? Sisi tulishia 1 na 2. Branham alipanda hadi 5. Mwili wetu ulio wa dunia hii ukiharibiwa, Branham anafungua parenthese, maskani haya ya dunia hii. Tunasikia? Tunalo jengo lingine. Mwili wetu ulio wa dunia hii ukiharibiwa, tunalo jengo lingine. Mwaona? Tumeruka hilo tukaja moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Zile sifa kufanyika mwili, tukashawishiwe na kujaribiwa kwa dhambi kama Adamu alivyofanywa. Nasikia Branham sasa? Branham Adamu aliingia katika mwili wa udongo ili ajaribi. Na vile vile Adamu alipotoka kwenye umilele, kwenye logos, akawa mwili wa udongo, aliingia hapa kwenye mwili wa udongo ili ajaribiwe na dhambi. Si ni kweli? Wakati yeye alipoingia kumwili akaanza sikia upweke. Sio kweli? Au unafikiri ule upweke ni nini? Unasikia vizuri? Si ndio maandiko yanasema? Merci Seigneur pour la révélation. Yes. Sasa uko naelewa? Nasikia si za nabii. Adamu hapi iko logos. Hapi iko logos. Je, wakati iko hapa na tumfanye mtu kwa mfano wetu, je, alikuwa anasikia upweke? Maandiko yanasema alikuwa anasikia upweke, lakini alipoingia mtu wa udongo, mtu ambaye alitengenezwa kwa mavumbi, wa Mwanzo 2:7.
akaanza sikia upweke. Sio kweli? Alipoanza kuona wanyama wako viwili viwili, mme na sio kweli? Aliona ng'ombe dike na wa kiume wanapita pale. Sasa mbona mimi ziko na mwenye ananifanana? Unasikia huko hakujua kama wale ni mme na mke. Salijua, lakini hapa kiroho alikuwa havijui hapo logos. Na ndio maana roho wa Mungu hajui mambo ya kimwili. Na ndio maana tunapoingia kiwango cha 6 hakuna zile hisi tena za kawaida ambazo tuko nazo hapa duniani. Na ndio maana kule tunaweza kumbatiana na wanawake, lakini hatutasikia ushawishi wowote. Tunasikia? Kwa sababu hisi zote ambazo zinafanya mwili huu usikie kule hazipo. Sawa? Kwa hiyo Adamu alipoanza kuona wanyama wanapita wawili wawili pale, na yeye akasikia upweke, awe na mke. Kwa maneno mengine, Mungu ndo akasema si vema mwanaume akae peke yake, nitamtengenezea nani? Msaidizi. Tunasikia vizuri? Kwa hiyo Adamu alianza sikia upweke alipokuwa katika mwili, lakini alipokuwa hapa logos, anatawala wanyama na samaki wa baharini na ndege wa angani, vyote anatawala mshamba la Eden. Yeye hakukuwa na hisia yoyote ya dhambi hapa, lakini alipowekwa katika mwili akaanza jaribiwa, akaanza sikia tamaa. Unasikia vizuri? Yesu naye alipokuwa katika umbile lake la umilele hakusikia tamaa, kwa sababu hakukuwa na mwili wa udongo. Si ni kweli? Lakini alipoingia katika mwili wa udongo, mabinti walikuja kumjaribia. Sawa? Na yeye angeoa. Branham ndo anasema na yeye angeoa. Hakukuwa mtu. Alikuwa. Santima nazo ambazo Petro alikuwa nazo na Yesu naye alikuwa nazo katika mwili. Tunasikia vizuri? Kwa sababu naye alikuja kama mwanadamu anavyokuja, lakini kuzaliwa kwake hakuzaliwa kwa kujuana kimwili ya baba na mama. Yeye iko tofauti na watu wengine ambao wamezaliwa. Tunasikia vizuri? Na ndio maana yeye ni Adamu wa kweli, kama Adamu alivyokuwa hapa. Je, Adamu alizaliwa na nani? Huko malizaa Adamu. Baba yake Adamu na mama yake ni nani? Unamjua? Mesisemi. Sawa? Adamu wa pili huyo. Yesu Kristo. Sawa? Tumeruka hilo tukaja moja kwa moja kutoka kwa Mungu, zile sifa, zile atribiani, kufanyika mwili, tukashawishiwe na kujaribiwa kwa dhambi kama Adamu alivyofanywa. Sawa? Processes ambayo Adamu na yeye alivyokuja, alitoka umilele na yeye ambaye alikuwa ni sehemu ya Mungu logos, mwili wa kiungu. Mungu akatoa Adamu katika umwili, akamweka kwenye mwili wa udongo ili ajaribiwe. Na sisi kama tu wateule tulianza kutoka kwa Mungu, Mungu akatupitisha katika mwili. Tunasikia vizuri? Sawa? Tofauti ya Yesu, yeye alitoka umilele akaja ndani ya tumbo ya Mariamu bila kujuana kimwili. Sawa? Shiruko naelewa? Yesu alikuja ndani ya tumbo ya Mariamu bila kujuana kimwili. Lakini hapa sisi tulikuja umilele, lakini tulipitia wanadamu. Sisi tulikuwa kwenye viuno vya wazazi wetu kama mbegu, kama sifa. Ndio yenye Branham anataka amaanishe hapa. Sawa? Ndio maana wakati Ibrahimu alipotoa cha 10 kwa Melkisedeki, na Lawi naye alitoa nini? Cha 10, kwa sababu Lawi alikuwa katika viuno vya nani? Vya Ibrahimu. Tunasikia vizuri? Na Lawi alikuja kuzaliwa baada ya nani? Alitokea wapi? Haujui? Kwa Yakobo. Tunasikia vizuri? Yakobo ndo akazaa wale watoto 12 na wanawake tofauti. Ndio mlitokea na Lawi. Lakini deja Lawi alikuwa shalipa cha 10 kwenye kiuno cha nani? Cha Ibrahimu.
Tunasikia vizuri? Kwa sababu Ibrahimu baada ya kupata mtoto alizaa nani? Isaka. Isaka akazaa Esau na nani? Na Yakobo. Kupitia Yakobo ndo kulikuja kabila ya Israeli. Yeye Yakobo kwanza Mungu alibadilisha jina akampa Israeli, yaani mrisi pamoja na Bwana. Prince au héritier. Tunasikia? Kupitia uzao wa Israeli ambaye ni Yakobo, sasa ndo kukaja wakina Benjamin, ba Simeoni, ba Reubeni. Tunasikia vizuri? Ba Yuda, Lawi akatokea, lakini tayari alikuwa shalipa cha 10 mkione ya babu yake Ibrahimu. Tunasikia vizuri? Kwa hiyo tayari yeye alikuwa shakuwa sifa. Na sisi ndivyo tulivyo kiroho. Tunakuja umilele tukiwa sehemu ya Mungu, tukiwa sifa za Mungu. Tunasikia vizuri? Lakini sisi tuko tofauti na Yesu kwa sababu sisi tulipitia kwa kujuana kimwili kwa baba na mama, lakini roho zetu ni za milele. Tunasikia? Roho zetu ni za milele. Sikia nabii. Tumeruka hilo tukaja moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Zile sifa. Yaani katika umilele El Elohim zilikuwa ni sifa za Mungu. Nabii anasema baada ya kutoka zile sifa kufanyika mwili tukashawishiwe na kujaribiwa kwa dhambi kama Adamu alivyofanywa. Bali kujaribiwa kwa neno lake kutakapokwisha, ndipo tutakapochukuliwa kwenye mwili tuliotayarishiwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ni neno pale tuliloruka na kuja moja kwa moja chini huku tupate kushawishiwa na kujaribiwa. Unasikia huko? Tulikontourne teofani. Sawa? Yaani tulikuwa umilele huko hapa. Teofani mwili huko hapa. Teofani huko hapa. Sawa? Huu ndo mwili wa kiungu wa malaika ambao uko hapa tena. Sasa huko kwenye umilele tulikuwa sifa, atribi. Hizi atribi zilizunguruka zikaja moja kwa moja kwenye mwili. Tulikontourne. Tukaacha teofani yetu. Tunasikia vizuri? Adamu na yeye alitoka mteofani akaingia mwili wa kawaida ili ajaribiwe. Na sisi ndo gisi tulitembea vile. Sasa Yesu yeye alikuja kama hivi, lakini utofauti ni kwamba yeye hakuzaliwa na mwanadamu kwa kujuana kimwili. Ndio utofauti wetu na Yesu. Na ndio maana mwili wake tunaweza sema ulikuwa kama wetu, lakini hawakuzaliwa kama sisi tulivyozaliwa. Unasikia vizuri? Ili sisi tuzaliwe ilibidi kulikuwa intensite fulani ya tamaa, kulikuwa kapasite fulani ya tamaa ya baba na mama ili mtu azaliwe. Lakini kwa Yesu ilikuwa tofauti. Ni Mungu mwenyewe ndo aliumba selile zote ndani ya tumbo ya nani? Ya Mariamu. Sasa sisi tukakontourne ili tuje katika mwili kwa ajili ya kufanya nini? Ya kujaribiwa. Ni neno pale tuliloruka tuliloruka na kuja moja kwa moja chini huku tupate kushawishiwa na kujaribiwa. Kama tungalipitia kule akunge kuweko majaribio. Unasikia huko Kama tungilishia huku akusinge ilikuwa majaribio, kwa sababu mwili wa kiroho kwa unajaribiwa. Tungalijua mambo yote. Unasikia vizuri? Katika huu mwili unajua mambo yote. Je, mwili unajua mambo yote? Kwa sababu hiki ni kama vile kibambazi, kinazuia mambo mengi. Tunasikia vizuri? Na ndio maana nabii anasema wale wanaoingia kiwango cha 6 wanakuwa na akili zaidi ya sisi ambao tumebaki hapa. Sawa? Kama tungalipitia kule, hakunge kuweko majaribio. Tungalijua mambo yote. Hiyo ndio sababu Yesu alijua mambo yote. Sababu alikuwa neno kabla hajafanyika mwili. Unasikia? Kisha tunakuwa neno.
Hapa tunaumbwa kwa sura ya neno tupate kuwa washiriki wa neno. Tuwe washiriki wa neno, tule neno kwa kuchaguliwa kimbele tangu mwanzo. Waona? Hiyo cheche ndogo ya uhai ilikuwa ndani yako tangu mwanzo ulipoanza safari yako. Wengi wenu mnaweza kuikumbuka. Brother, unaikumbuka? Brother, wengi wenu mnaweza mkaikumbuka hiyo cheche. Na basi wengi wenu mnaweza kuikumbuka. Mlijiunga na kanisa hili na kujiunga na kanisa lile na kujaribu hili na lile. Hamkutosheka. Unasikia huko eh? Naona Branham kisha naelezea hiyo cheche eh? Hiyo ni kweli. Bali siku moja ukalitambua tu bila shaka. Unasikia vizuri? Ndio maana watu wanatoka kwenye madhehebu wanaamini ujumbe wa wakati. Branham anasema iko rahisi, unaweza ukaielewa. Yaani vile ulipokuwa unaingia kwa Methodist unaona hata huko hakuna neno. Unaenda kwa Uislamu huku ndo zero kabisa. Unaenda kwa Pentecost hakuna. Kwa Katolika ndo siseme sasa. Unasikia vizuri? Unaenda kwa Kadeza hakuna kitu. Hiyo ambayo inakuzungurusha hivi ndo ile cheche, ndo ile teofania tangu umilele. Unasikia vizuri? Inakuzungurusha hivi ili upate ile sehemu ambayo kuko teofani nyingine. Sehemu ambayo kuko neno tena kama ile ya zamani ya mwanzoni. Tunasikia? Wakati ulipokuja kusikia ujumbe leo ukasema hapa ndio kwetu hapa. Tunasikia vizuri? Tunasikia? Ndio Branham anasema, wengi wenu mnaweza kuikumbuka. Mlijiunga na kanisa hili na kujiunga na kanisa lile na kujaribu hili na lile, lakini haikuwezekana. Nabii anasema hamkutosheka, si ni kweli? Lakini watu walipokuja kwenye, na ndio maana mwenye atakimbia ujumbe, yaani yeye haiko mteule. Tunasikia vizuri? Mwenye atakataa na kusaliti huu ujumbe anatoka tangu leo mimi Branham anaisha. Yaani haiko mteule. Tunasikia vizuri? Kwa sababu kama ulitoka kwenye madhehebu kuja kuamini ujumbe ni baada ya kuona kwamba madhehebu makanisa yao yote yameanguka, hakuna neno tena la uzima. Tunasikia vizuri? Lakini ulipokuja kuangalia ujumbe ndio mna neno la kweli na wewe ukaamini pale. Branham anasema ndo ile cheche. Sawa? Cheche ndogo ya uhai iliyokuwa ndani yako ndo huu ujumbe. Ndio huu ujumbe tena ambao umekujia. Sawa? Yaani hapa tuseme kulikuwa ujumbe, unakuja unapitia kwenye madhehebu unaona hakuna kitu. Tena unakuja kuukuta tena ujumbe hapa. Ule ujumbe wa mwanzoni ndio ambao umeukuta hapa tena. Unasikia vizuri? Yaani unarudilia tena mwanzo kwenye ulitoka, kwa sababu hapo mwanzo kulikuwa neno. Tena unarudilia lile neno. Tunasikia vizuri? Ndio Nabii alisema hapa, kisha tunakuwa neno. Hapa tunaumbwa kwa sura ya neno tupate kuwa washiriki wa neno. Tuwe washiriki wa neno, tule neno kwa kuchaguliwa kimbele tangu mwanzo. Tafuta ujumbe tumalize hapa. Tutakwenda malizia hapa, muda wetu unaisha. Na ujumbe mmoja natafuta hapa. Paragrafu 260 combien hapa. Waniangalia maswali na majibu ya asubuhi. Waniangalia paragrafu ya mwisho desa combien hapo. Okay. Angalia kama nitaipata hapa.
Okay. Nabii anasema hivi, maswali na majibu, tarehe 3 mwezi wa kwanza 54, sehemu ya kwanza, asubuhi 263-64, tunamaliza hapo. Nabii anasema hivi, waza tu Bwana Yesu yule aliyekuwa nyuma kule katika siku za mitume yuko papa hapa sasa. Unasikia vizuri? Na mwisho wa mataifa unamalizika. Kazi kuu inaendelea miongoni mwa wanaomwamini na mwa wanaoamini ya kimbinguni, sababu twaamini kuwa Mungu yuko hapa. Wazia tu, nabii anasema wazia tu mwili wako. Unasikia vizuri? Mwili wako, wazia tu ile mwili wako uliotukuzwa uko papa hapa maskanini sasa. Tunasikia vizuri? Mwili wako uliotukuzwa uko wapi? Hapa maskani. Tunasikia vizuri sasa? Ile kusema kwamba uko upande uko pale lakini mdimension nyingine. Tunasikia vizuri? Yaani popote unapoenda ni kama kivuli. Popote unapoenda uko na ule mwili. Wazia tu mwili wako uliotukuzwa uko papa hapa maskanini sasa. Ule uwepo wa Roho Mtakatifu ambao ndio hali yako uliotukuzwa. Unasikia? Uwepo wa nini? Presence ya Roho Mtakatifu ndani yako ndio mwili wako wa utukufu. Tunasikia vizuri? Ule uwepo wa Roho Mtakatifu ambao ndio hali yako iliyotukuzwa. Umetukuzwa katika Kristo sasa hivi. Sasa hivi wale yeye aliyowahesabia haki au akawatukuza. Sio maandiko hivyo sema? Waefeso sura ya kwanza kule. Kitabu cha Waefeso inasema hivyo. Wale yeye aliyowahesabia haki au akawatukuza. Nabii anasema na mwili wako uliotukuzwa unasimama karibu nawe sasa hivi. Unasikia? Mwili wako uliotukuzwa unasimama na wewe sasa hivi katika Kristo Yesu, kukupa wewe nguvu kama ya umeme ukiingizwa katika chombo chake. Roho Mtakatifu yumo ndani yako, ni umeme mwilini mwako, kukupa wewe nguvu mpya, kukuponya kwa magonjwa ulio nayo, kukupa nafuu. Tunasikia vizuri? Roho Mtakatifu ndio nguvu. Tunasikia? Tumeelewa? Waza tu mwili wako uliotukuzwa, corps glorifié yako, corps glorifié. Mwili wako uliotukuzwa ndiye Roho Mtakatifu ndani yako. Tunasikia vizuri? Yaani ni mashangema, yaani ni mabadiliko ya nyakati. Wakati unapokufa unaingia kiwango cha sita, ni mwili ule mmoja lakini katika umbo nyingine. Tunasikia vizuri? Unapotoka kiwango cha sita katika ufufuo, ni mwili ule mwingine lakini unachukua umbile lingine. Ulikuwa kwenye mwili wa kimalaika, unakuwa ni mwili wa utukufu. Si ni kweli? Kuna wa Roho Mtakatifu wangapi? Si mmoja. Yule ambaye alikuwa ndani ya Baba wakati anaumba, ndiye ambaye alikuja ndani ya Bwana. Na ndiye ambaye anamiliki tena kanisa kwa wakati wa leo. Si Yesu mwenyewe alisema, sitawaacha yatima, nitawatumia nani? Msaidizi, ambaye ndiye Roho wa kweli, ambao ulimwengu hautambui. Tunasikia vizuri? Yule Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, Nabii anasema ndio mwili uliotukuzwa, tena ndio teofani, ndio malaika. Tunasikia vizuri?
mwili wako uliotukuzwa uko papa hapa maskani. Yaani gisi na dali jokuwa na ubiri hili mkanisa. Wote wale ambao walikuwa na kusudia uzima walikuwa na teofani zao pale pale. Unasikia? Yo, sisi. Uliotukuzwa, mwili wako uliotukuzwa uko papa hapa maskanini sasa. Nabii anasema vile ule uwepo wa Roho Mtakatifu ambao ndio hali yako iliyotukuzwa. Uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako. Hii haiko uwepo wa kuhubiri wala wa kunena kwa lugha. Tunasikia vizuri? Kwa maneno mengine, nafsi yako ambayo ina ubatizo wa Roho Mtakatifu, ambayo ina uzima wa milele, ndio mwili wako uliotukuzwa. Tunasikia? Uwepo na tena ndio nguzo ya moto. Tunasikia vizuri? Kila mtu iko na nguzo ya moto. Ule uwepo wako, ule uwepo wa Roho Mtakatifu ambao ndio hali yako iliyotukuzwa, umetukuzwa katika Kristo. Sasa hivi wale yeye aliyowahesabia haki, hao akawatukuza, na mwili wako uliotukuzwa unasimama karibu nawe sasa hivi. Unasikia vizuri? Yaani kila mtu giza alivyo pale iko na mwili wako uliotukuzwa, na mimi wangu uko hapa, lakini kwa macho ya kawaida huwezi ukaiona. Sawa? Na mwili wako uliotukuzwa unasimama karibu nawe sasa hivi katika Kristo Yesu. Yesu si neno? Yaani uko katika neno. Wewe, nabii anasema katika Kristo Yesu, kukupa wewe nguvu kama ya umeme ukiingizwa katika chombo chake. Yaani ni kama vile una switch, unaweka chaja kwenye switch pale na unaanza chaji simu. Tunasikia vizuri? Tuko tunaelewa? Mwenye anakupa nguvu za kuishi neno ni nani? Nani yako? Tunasikia? Ile presence ya Roho Mtakatifu ndani yako, ule mwili wa utukufu, usifikirie iko ndani yako wewe, ni nafsi hii. Sawa? Hii pembeni haimaanishi kama iko pembeni hapa hivi. Ni mwili wako ambao unakuzunguruka wewe wote, kama jinsi ulikuwa unazunguruka nani? Danieli. Tunasikia? Maandiko silisema kwamba ni malaika ndio alitokea pale. Lakini Branham anakuambia ni nguvu zilizokuwa ndani ya Danieli ndio zikaforme nini? Nguzo ya moto. Ziliforme nguzo ya moto. Angalia, uniforme nguzo ya moto. Hadi simba wakakimbia. Nabii anasema sasa hivi zile nguvu ambazo zilizunguruka Danieli, zile ambazo ziko ndani yako wewe, ndio zenye zinakupa wewe nguvu, kama vile umeme unapotoka unaenda kwenye simu. Sawa? Ndio zinakupa nguvu za uponyaji. Unasikia vizuri? Kwa hiyo uponyaji, ndio maana Branham alisema kwenye ule ujumbe wa imani, yaani wewe ukiwa na Roho Mtakatifu uko na nguvu zile za kujiponya. Yaani uko na nguvu za kujiponya, uko na nguvu za kujifufua. Nguvu za kujifufua ziko ndani yako. Tunasikia vizuri? Tuko nasikia? Na mwili wako uliotukuzwa unasimama karibu nawe sasa hivi katika Kristo Yesu, kukupa wewe nguvu kama ya umeme ukiingizwa katika chombo chake. Unasikia? Sikia. Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Ndo nguvu za umeme. Yaani vile unapoenda, Mungu nisaidie, kichwa kinaniuma, kichomi kinanisumbua. Yaani unaomba zile nguvu zilizo ndani yako ziondoe hizo pepo. Usifikirie Mungu iko sehemu fulani hivi mwewani hivi. Merci Seigneur. Tunasikia? Na ndio maana tushanje namna ya kuomba kwetu. Tunapoomba tu tunajua tunaomba nani.
Tunasikia vizuri? Yesu. Yesu wakati alikuwa Getsemani alikuwa naomba nani? Si ni Mungu? Alikuwa wapi? Alikuwa mbinguni Branham anasema ni alikuwa naomba mwenye iko ndani yake. Tunasikia vizuri? Na malaika mwenye alikuja kumpa nguvu alikuwa nani? Alitoka mbinguni Yo, merci Seigneur. Haleluya. Je me sens religieux. Malaika mwenye teofani yake tena. Yesu. Tunasikia vizuri? Eske huko malaika mwenye anaweza saidia Mungu? Yesu hakuwa Mungu? Alikuwa. Malaika naye mwenye angemsaidia nguvu. Huko malaika wa kumsaidia nguvu. Ni yeye mwenyewe katika umbo lingi. Eti malaika alishuka mbinguni akaja kumpa nguvu yeye. Ni yeye mwenyewe tena. Malaika wa Bwana anafuata Bwana, tena ndiye Bwana. Asema nabii. Unasikia vizuri? L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même? Na huyo malaika wa Bwana ndo mwili wako wa teofani. Mungu ndani yako. Branham anasema huo mwili wako uliotukuzwa uko karibu na wewe, Roho Mtakatifu ndani yako akikupa nguvu kama nguvu za umeme kuelekea kwenye chombo kingine. Kukupa wewe nguvu kama ya umeme ukiingizwa katika chombo chake. Roho Mtakatifu yumo ndani yako. Sikia nabii. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani yako ni umeme mwilini mwako kukupa wewe nguvu mpya. Kukuponya kwa magonjwa ulio nayo. Unasikia? Roho Mtakatifu aliye ndani yako ndio anakuponya. Si ndio imani? Unasikia vizuri? Ndio maandiko yanasema kwamba na imani ya mgonjwa. Sawa? Ndio itakayoleta uponyaji kwa wewe mgonjwa. Tunasikia vizuri? Eti iteni wazee, bakiwepo wazee miongoni mwenu muwaite wawekee wagonjwa mikono. Na imani, na maombi ya imani. Yule mwenye iko na imani, Roho Mtakatifu ndio atajiletea uponyaji wa kiungu yeye mwenyewe. Tunasikia vizuri? Roho Mtakatifu yumo ndani yako, ni umeme mwilini mwako, kukupa wewe nguvu mpya, kukuponya kwa magonjwa ulio nayo, kukupa nafuu. Tunasikia? Kwa hiyo tusimlaumu Mungu. Tunasikia vizuri? Mungu anifanyia hiki. Hapana. Muuliza aliye ndani yako, je, uko na Roho ndani yako mko? Kwa sababu kishakuwa na Roho Mtakatifu, aliye ndani yako ndio kwenye atakupatia, atakujibia kila kitu. Tunasikia vizuri? Na ndio maana Petro kama alitoka gerezani, ni teofani yake ndio ilienda kumwokoa. Biblia inasema malaika aliingia mule, lakini Branham alisema kwamba ni mwili teofani ya nani? Ya Petro ndio ilienda kumwokoa. Nasikia vizuri? Sentere. Bwana bariki ya machache. Muda unaisha. Kitu tumeelewa? Sasa tumeelewa? Bandi. Simame. Dogo simama. Dogo. Aishaenda. Okay.